Ndugu yangu, amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yako. Watu huwa wanajiulizaga sana, hasa mwanamke wanajiuliza sana sasa hivi kwamba mimi mbona nimekuwa mkubwa sasa hivi lakini siolewi, tatizo nini? Wanaume wanapita wengi sana lakini mimi hawanioni, si jamani mimi nina gundu gani mimi? Wengine wanajiuliza hivyo. Nakuta binti katakia alivyoanza masomo, anasoma la 7 kashamaliza shule ya msingi, anaingia sekondari kashamaliza, mpaka masomo mengine chuo kikuu vyote kashamaliza. Sasa wengine wamepata kazi, wengine bado, wengine wajiajiri wao wenyewe. Sasa mtu anakaa mpaka ana ile kazi anafanya, lakini bado tu mme yule ambao kwamba kaja kwa sababu ya ndoa hakuna. Isipokuwa anayekuja ni kwa ajili ya kufanya maovu tu. Yaani anakuja anafanya shida yake ile, anapita hivi. Nakuta binti anazaa tu watoto tu, lakini hana ndoa iliyokuwa sahihi. Sasa kwa sababu gani? Wengine wanajiuliza sababu gani? Dada yangu, mimi nataka nikwambie kitu kimoja. Ujue kila kitu ujue kinaenda kwa riziki ya Mwenyezi Mungu. Na ukija kuona una hali kama hiyo, basi ufahamu Mwenyezi Mungu hajakuruzuku. Na ufahamu kwamba kila kitu kinaenda kwa kadari ya Mwenyezi Mungu. Lakini yani hivyo unavyoona vile kwamba hupati mme, umekaa muda mrefu hupati mme mpaka mwisho wake, yani kuna wengine sasa yani hataki kufanya maovu, wale waliokuwa na dini sawia, dini iliyonyooka ya Uislamu, hataki kufanya maovu, hataki. Lakini sasa hapati mme mpaka anajiona kwamba jamani naomba jamani, sasa mpaka yeye mwenyewe sasa anajitangaza kwamba anataka mme. Na mara nyingi sana walivyo, mwanamke ukijitangaza unataka mme, basi ukija kupata mme, basi yule mme yule ambaye umeshamtangazia kwamba unamtaka. Sasa akishakuoa yule, ana uwezo wa kukufanyia anavyotaka, kwa sababu kajua wewe una shida sana. Ndio vilivyo. Na wanakuaga wanawake sasa ni wazito kusema. Unakuta mwanamke kama muda mrefu, sasa kusema kwamba mimi nataka mme ni jambo ambalo ni zito sasa. Yaani ni zito, yani anaona uzito kwamba akisema itatokea hivi. Sasa mpaka mwisho wake anajiuliza, sasa mimi nifanyeje? Dada yangu, ujue kwamba kila kitu kimekadiriwa na Mwenyezi Mungu. Yaani unavyoona hivyo umekaa muda mrefu, hiyo ni kadari ambayo Mwenyezi Mungu aliipanga. Lakini anasema kwamba hakuna kinachoondoa kadari ya Mungu. Yaani kadari ambayo Mwenyezi Mungu kaipanga lazima iwe. Ila kinachoondoa kadari ni dua. Dua ndio inaofanya mpaka Mwenyezi Mungu hata kama akukadiria upate hiki, basi kwa sababu ya kuomba dua, basi Allah anaiondoa ile kadari, anabadilisha inakuwa kadari nyingine. Na kwa kama ilikuwa kakukadiria kheri, basi anakukadiria shari. Sasa unavoona wewe utajikuna hivyo, mbona sipati, kwa sababu wewe mwenyewe kuomba dua wewe mwenyewe hujui, afu wewe mwenyewe ni asi. Yaani unataka mme aliyokuwa sahihi, lakini wewe mwenyewe unafanya sana zinaa. Sasa huwezi ukampata kwa sababu hata hiyo dua ya kuomba Mwenyezi Mungu anakubali dua ya wale ambao waje ambao ni wema kwake. Sasa ikiwa kama ni muovu, wewe ni muovu, sasa hata kumuelekea Mungu ataka umuelekee kwa lipi? Kwa sababu sisi tumeamrishwa tutawasa hata kwa amali zetu njema zilizofanya. Una uwezo kwamba nimejistiri sana mimi binti, nimekaa muda mrefu sana sijaolewa, ya Rabbi. Kwa huku kukaa tu mimi nimekaa muda mrefu sijaolewa, ya Rabbi, mimi wala sijafanya zina mimi, na kuomba Mwenyezi Mungu kwa amali hii, na kuomba ya Rabbi nipe ya Rabbi nipate mume wangu aliyokuwa sahihi, anenitunza, tutakaishi vizuri. Basi hilo inaweza kuacha mpaka Mwenyezi Mungu akubali dua yako. Lakini wewe hata amali njema huna, wewe mwenyewe takia ni zina, takia unasoma shule, wewe ni zina tu, mpaka ni zina tu hivyo. Mpaka umeshafika unafanya una kazi, ni zina tu mpaka una watu nje ya ndoa. Sasa mwisho wake wanaume wala hawakutaki, wanapita hivyo, huwapati. Sasa unaweza kuomba dua afu Mungu anakubalia wewe? Utaishi hivyo na shida mpaka utapata hasara. Kwa kikubwa ni kulia ni kujibadilisha wewe mwenyewe uwe mwema, afu unaanza kulia na Mwenyezi. Basi Mwenyezi Mungu atakukubalia insha Allahu Taala.
Na kuomba ndugu yangu, kisikia kakilipu haka, mimi nimetaka kwamba angalau kunasihi tu, ili angalau yani ukuonyesha njia ya kupata yale ambayo unayahitaji kwa Mwenyezi Mungu. Usisahau kusubscribe, kushare, comment, kulike, ili angalau darasa zetu ambazo zinahusiana mambo haya ziwe zikitolewa, ikitoka basi wewe ndo wa kwanza kufikiwa na darasa yetu insha Allahu taala. Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe.